Katika taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Reuters, kuna dalili kwamba Marekani huenda inakabiliwa na upungufu mkubwa wa makombora yake ya masafa marefu yenye uwezo wa kushambulia malengo kwa usahihi baada ya kutumia sehemu kubwa ya akiba yake wakati wa vita vya miezi mitano dhidi ya Iran. Taarifa hiyo iliyonukuu vyanzo viwili vinavyofahamu suala hilo imeeleza kuwa matumizi ya silaha yameibua wasiwasi ndani ya duru za kijeshi kuhusu kiwango cha utayari wa Marekani kujibu migogoro mingine inayoweza kuzuka katika maeneo tofauti ya dunia. Kwa mujibu wa Reuters, makombora yaliyopungua kwa kiasi kikubwa ni yale ATACMS pamoja na PRSM ambayo ni miongoni mwa silaha muhimu zaidi zinazotumiwa na jeshi la Marekani kushambulia malengo ya umbali mrefu kwa usahihi mkubwa. Vyanzo hivyo vimeeleza kuwa Marekani imetumia karibu yote ya makombora hayo katika operesheni za kijeshi dhidi ya Iran, ingawa havikutoa idadi kamili ya makombora yaliyobaki kwenye akiba ya jeshi hilo. Iwapo taarifa hizo zitathibitishwa kikamilifu, itakuwa ni mara ya kwanza kuripotiwa hadharani kwamba akiba ya Marekani ya makombora ya ATACMS na PRSM imepungua kwa kiwango kikubwa kiasi cha kuibua mjadala kuhusu uwezo wa nchi hiyo kuhimili vita vya muda mrefu au kukabiliana na migogoro inayoweza kutokea kwa wakati mmoja katika maeneo tofauti duniani. ATACMS ni kombora la masafa marefu linalorushwa kutoka kwenye mfumo wa kurushia makombora ya ardhini, likiwa na uwezo wa kushambulia vituo vya kijeshi, maghala silaha, viwanja vya ndege, mifumo ya ulinzi wa anga na malengo mengine ya kimkakati kwa usahihi mkubwa. Kwa miaka kadhaa, kombora hilo limekuwa sehemu muhimu ya mkakati wa Marekani wa kutoa mashambulizi ya haraka dhidi ya malengo yaliyo mbali bila kuhitaji ndege kuingia moja kwa moja kwenye maeneo yenye hatari kubwa. Makombora hayo pia yameleta umaarufu mkubwa katika vita vya Ukraine, ambapo Marekani imekuwa ikipatia Ukraine baadhi ya makombora ATACMS yaliyotumika kushambulia malengo ya kijeshi ndani ya maeneo yanayodhibitiwa na Urusi. Matumizi hayo yanaonyesha uwezo wa kombora hilo kufikia malengo ya umbali mrefu kwa usahihi na kuathiri miundombinu muhimu ya kijeshi. Kwa upande mwingine, PRSM ni silaha mpya inayotarajiwa kuwa mrithi wa ATACMS. Kombora hilo lina uwezo wa kufika umbali mkubwa zaidi, lina usahihi ulioboreshwa na limeundwa ili kukabiliana na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa adui. Jeshi la Marekani limekuwa likiwekeza kwa kiasi kikubwa katika sehemu ya maendeleo ya PRSM kama sehemu ya mpango wa kuimarisha uwezo wake wa mashambulizi ya masafa marefu katika miongo ijayo. Ripoti ya Reuters imeeleza kuwa matumizi ya makombora hayo wakati wa vita dhidi ya Iran yameibua mjadala kuhusu kasi ya uzalishaji wa silaha hizo. Wataalamu wa masuala ya ulinzi wamekuwa wakionya kwa muda mrefu kwamba viwanda vya Marekani vinahitaji kuongeza uzalishaji wa makombora ya kisasa ili kuhakikisha akiba ya kutosha inapatikana ikiwa kutazuka migogoro mikubwa katika maeneo mengi kwa wakati mmoja. Wachambuzi wa kijeshi wanaeleza kuwa matumizi ya silaha za masafa marefu katika vita vya kisasa yameongezeka kwa kiwango kikubwa kutokana na uwezo wake wa kulenga malengo ya kimkakati bila kuhatarisha askari wengi walioko mstari wa mbele. Hata hivyo, uzalishaji wa makombora hayo unahitaji muda mrefu, teknolojia ya hali ya juu na gharama kubwa, jambo ambalo linaweza kufanya iwe vigumu kujaza haraka akiba iliyopungua baada ya operesheni kubwa za kijeshi. Hadi sasa, Wizara ya Ulinzi ya Marekani haijatangaza rasmi idadi kamili ya makombora yaliyobaki kwenye ghala zake, wala haijathibitisha kiwango halisi cha upungufu ulioripotiwa. Reuters imesema vyanzo vyake pia havikufichua takwimu kamili za akiba iliyosalia kutokana na unyeti wa taarifa hizo za kijeshi.
Ripoti hiyo imeongeza kuwa hali hiyo inaweza kuifanya Marekani kuharakisha uzalishaji wa makombora mapya ya PRSM pamoja na kuongeza uwekezaji katika sekta ya viwanda vya ulinzi, huku ikihakikisha kuwa uwezo wa jeshi lake wa kujibu vitisho vya baadaye hauathiriki licha ya matumizi makubwa ya silaha hizo katika vita vya miezi 5 dhidi ya Iran. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.